Bwana Yesu asifiwe sana. Pendwa mtazamaji wa MHAE TV, karibu tena katika kipindi chetu cha mkate wa leo. Tuko katika Juma Takatifu. Leo ni siku ya pili katika Juma Takatifu. Katika siku ya kwanza ya jana tuliona Yesu akisafisha hekalu pamoja na wanafunzi wake wakilisafisha hekalu na kufukuza wafanya biashara waliokuwa mle ndani. Jana ilikuwa siku ya kusafisha hekalu, lakini leo tuangalie jambo lingine. Leo ni siku ya mafundisho. Marko sura ya 11 kuanzia mstari wa 20. Na asubuhi walipokuwa wakipita, waliona ule mtini umenyauka toka shinani. Petro akakumbuka habari yake, akamwambia, Rabi, tazama mtini ulioulaani umenyauka. Yesu akajibu akamwambia, mwaminini Mungu. Amini nawaambia, yeyote atakayeuambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mtayapokea, nayo yatakuwa yenu. Nanyi kila msimamapo na kusali, sameheni mkiwa na neno juu ya mtu, ili na Baba yenu aliye mbinguni awasamehe na ninyi makosa yenu. Lakini kama ninyi hamsamehe, wala Baba yenu aliye mbinguni hata wasamehe ninyi makosa yenu. Amen. Wakafika Yerusalemu tena. Hata alipokuwa akitembea hekaluni, walimwendea wakuu wa makuhani na waandishi na wazee, wakamwambia, ni kwa mamlaka gani unatenda mambo haya? Naye ni nani aliyekupa mamlaka hiyo yatende haya? Yesu akawaambia, nitawauliza neno moja. Yesu akawaambia, nitawauliza neno moja, nanyi mnijibu. Kisha nitawaambia ni kwa mamlaka gani nayatenda haya. Ubatizo wa Yohana ulitoka mbinguni au kwa wanadamu? Jibuni. Wakasemezana wao kwa wao, wakisema, kama tukisema ulitoka mbinguni, watasema, mbona basi hamkumwamini? Ila tukisema ulitoka kwa wanadamu, waliogopa watu, maana watu wote walimuona Yohana kuwa nabii halisi. Wakamjibu Yesu wakasema, hatujui. Yesu akawaambia, wala mimi siwaambii ninyi ni kwa mamlaka gani nayatenda haya. Amen. Pendwa mtazamaji wangu, leo ni siku ya mafundisho, lakini kuna mambo mawili yalitokea pia leo. Jambo la kwanza, walipotoka kule Betania kuja mjini, njiani Petro wakakuta ule mti umenyauka, ule alioulaani jana Bwana Yesu, wakakuta umenyauka. Petro akamwambia, Rabi, angalia ule mti ulioulaani jana umenyauka. Yesu akamwambia, mwaminini Mungu. Mimi nawaambia, ukiwa na imani naweza kuuambia mti huu ng'oka ukatupwe baharini, naweza kuambia mlima huu ng'oka uende baharini. Ukiwa na imani, kuna litakalo washinda kwenye maisha yenu. Hicho ndicho alikuwa na wazi. Lakini akasema pia, mkiomba lolote, aminini ya kwamba mnalipokea, nalo litakuwa lenu. Ukiwa na imani, ombeni lolote mnalotaka, Bwana atawatendea, litakuwa lenu, nalo litakuwa kwenu. Basi akasema pia, tunaposali kumbukeni kusamehe. Ukiwa na neno na mtu, omba msamaha, ili Baba yako wa mbinguni naye akusamehe makosa yako. Na hiyo maana yake anawaambia, katika kuomba pia lazima muweke na msamaha. Samehe wakina nani? Wale ndio kosana nao, wale uliowakosea, basi wasamehe. Wale waliokosea na wewe wasamehe, ili na Baba yako aliye mbinguni usamehe.
Basi hivyo alikuwa amewafundisha namna ya kuwa na imani katika maisha yao, kwamba fanya jambo lolote kwa imani inawezekana, lakini pia akasisitiza habari za kuwasamehe wengine makosa yao. Kwa hiyo imetupasa na sisi kusamehe, imetupasa kuwa na imani na imetupasa kusamehe. Jitahidi kusamehe, maana kwa mtindo huu, kwa njia hii, Mungu wa mbinguni naye atakusamehe makosa yako, la sivyo kusamehe. Lakini akaendelea, akafika sasa mjini. Walipofika pale, naingia moja kwa moja hekaluni, akasimama kufundisha. Alikuta watu tayari wako pale wanamsubiri. Basi akaanza kuwafundisha. Alipokuwa akiwafundisha, wakatokea wale wapinzani wake, wakasema, hebu tuambie, ni kwa mamlaka gani unafanya hivi unavyofanya? Kwa mamlaka gani unafundisha? Kwa mamlaka gani unaponya? Kwa mamlaka gani unafanya mambo yote hayo unayofanya? Hebu tuambie. Yesu akajibu akawaambia, na mimi nawauliza neno, mkinijibu hiyo na mimi nitawajibu ni kwa mamlaka gani nafanya haya. Je, ubatizo wa Yohana Mbatizaji ulitoka mbinguni au kwa wanadamu? Basi wakatoka pembeni, wakaanza kuhojiana wao kwa wao, wakisema, tukisema ulitoka mbinguni, atasema mbona hamkumwamini? Na tukisema kwamba hakutoka mbinguni, wanadamu wote hapa hawa watatupiga mawe, maana wanajua kwamba Yohana Mbatizaji alikuwa nabii halisi. Kwa hiyo sasa tutafanyaje? Tutamjibuje huyu bwana ameshatutega namna hii? Wakasema, twendeni tumwambie hatujui. Wakarudi wakamwambia hatujui. Kama hamjui, basi hata mimi siwaambii haya ninayofanya nafanya kwa mamlaka gani. Kwa hiyo leo ilikuwa ni siku ya mafundisho. Mojawapo ni mafundisho ni kujibu pia maswali. Alianza na kuwafundisha wanafunzi wake kuwa na imani na kusamehe, na hapa anawaambia watu habari ya kwamba yeye hafanyi mambo haya tu kwa kufanya. Kuna mahali yametoka, lakini hawezi kuambia. Na walimuuliza swali ile kwa kumtega kwamba unafanya haya kwa mamlaka gani? Yesu anawaambia, basi wacha na mimi niwatege. Na sura ya 12 ukisoma, akafundisha. Kwa hiyo leo ni siku ya mafundisho. Pendwa mtazamaji wangu, katika mafundisho tunaona kwamba Yesu anafundisha mambo ya msingi kabisa katika maisha yetu. Na mimi nikwambie, imekupasa kuyasikiliza mafundisho na kujifunza siku zote. Mafundisho ya Bwana Yesu ni ya muhimu sana katika maisha yako. Na Mungu wa mbinguni akubariki, akuwezeshe kufanya ya Yesu. Jenga imani yako na kuimarisha. Jijengee tabia ya kusamehe. Nikwambia, hata mtu akikukanyaga, wewe ndio mwambie sole. Wewe ndio mwambie pole. Wewe ndio mwambie samahani. Mtu akikutukana, mwambie samahani bwana. Samahani. Mwambie samahani bwana. Samehe ndugu yangu. Kwa hiyo hivyo, kwa njia hiyo utakuwa umetenda mambo ambayo Mungu anapenda. Mungu wa mbinguni akubariki. Zingatia hayo na yatakusaidia katika maisha yako hujawahi kuona. Kwa jina lake Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, nikutakie kila laheri na Juma takatifu jema katika maisha yako. Amen.